Somo la kitabu cha hekima ya Yoshua bin Sila. Ukinipenda utazishika amri zake, na kutenda amini ni shauri lako. Ameweka mbele yako moto na maji, utanyoosha mkono wako uchaguavyo. Mbele ya mwanadamu upo uzima na mauti, naye atawapa apendavyo. Mradi hekima ya Bwana yatosha, mkuu mwenye uweza hutazama vyote. Macho yake ni juu yao wamchao, naye atapeleleza kila kazi ya watu. Hakumwamuru mtu yoyote awe asi, wala kumruhusu atende dhambi. Neno la Bwana. Heri walio kamili njia zao, waendao katika sheria ya Bwana. Heri wazitio shuhuda zake, wamtafutao kwa moyo wote. Wewe umetuamuru mausia yako, ili sisi tuyatii sana. Ningependa njia zangu ziwe thabiti, nizitii amri zako. Umtendee mtumishi wako ukarimu, nipate kuishi. Nami nitalitii neno lako. Unifumbue macho yangu niyatazame maajabu yatokayo katika sheria yako. Bwana, unifundishe njia ya amri zako, nami nitaishika hata mwisho. Unifahamishe, nami nitaishika sheria yako, naam, nitaitii kwa moyo wangu wote.
Somo la waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorinto. Walakini iko hekima tusemayo kati ya wakamilifu, ila si hekima ya dunia hii, wala ya hao wanaoitawala dunia hii, wanaobatilika, bali twanena hekima ya Mungu katika siri, ile hekima iliyofichwa, ambayo Mungu aliazimu tangu milele kwa utukufu wa watu, ambayo wenye kuitawala dunia hii hawaijui hata mmoja. Maana kama wangaliijua, wasingalimsulubisha Bwana wa utukufu. Lakini kama ilivyoandikwa, mambo ambayo jicho halikuyaona wala sikio halikuyasikia wala hayakuingia katika moyo wa mwanadamu, mambo ambayo Mungu aliwaandalia wampendao. Lakini Mungu ametufunulia sisi kwa Roho, maana Roho huchunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Neno la Bwana.
Mtakatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Sura ya 5 aya ya 17 hadi ya 37. Yesu aliwaambia wafuasi wake, msidhani ya kuwa nalikuja kuitangua Torati au manabii. La, sikuja kutangua bali kutimiliza. Kwa maana amini nawaambia, mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka, yodi moja wala nukta moja ya Torati haitaondoka hata yote yatimie. Basi mtu yeyote atakayevunja amri moja katika hizi zilizo ndogo na kuwafundisha watu hivyo, ataitwa mdogo kabisa katika ufalme wa mbinguni. Bali mtu atakayezitenda na kuzifundisha, huyo ataitwa mkubwa katika ufalme wa mbinguni. Maana nawaambia ya kwamba haki yenu isipozidi hiyo haki ya waandishi na Mafarisayo, hamtaingia kamwe katika ufalme wa mbinguni. Mmesikia watu wa kale walivyowaambia, usiue, na mtu akiua itampasa hukumu. Bali mimi nawaambieni, kila amwoneaye ndugu yake hasira itampasa hukumu, na mtu akimfyolea ndugu yake itampasa baraza, na mtu akimwapiza itampasa jehanamu ya moto. Basi ukileta sadaka yako madhabahuni, na huku ukikumbuka ya kuwa ndugu yako ana neno juu yako, iache sadaka yako mbele ya madhabahu, uende zako upatane kwanza na ndugu yako, kisha urudi uitoe sadaka yako. Patana na mshtaki wako upesi, wakati uwapo pamoja naye njiani, yule mshtaki asije akakupeleka kwa kadhi, na kadhi akakupeleka kwa askari, ukatupwa gerezani. Amini nakuambia, hutoki humo kamwe hata uishe kulipa senti ya mwisho. Mmesikia kwamba imenenwa, usizini. Lakini mimi nawaambia, kila mtu atazamaye mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye moyoni mwake. Jicho lako la kuume likikukosesha, ling'oe, ulitupe mbali nawe. Kwa maana ya kufaa kiungo chako kimoja kipotee, wala mwili wako mzima usitupwe katika jehanamu. Na mkono wako wa kuume ukikukosesha, ukate, utupe mbali nawe. Kwa maana ya kufaa kiungo chako kimoja kipotee, wala mwili wako mzima usitupwe katika jehanamu. Imenenwa pia, mtu akimwacha mkewe na ampe hati ya talaka. Lakini mimi nawaambia, kila mtu amwachaye mkewe, isipokuwa kwa habari ya uasherati, afanya kuwa mzinzi, na mtu akimwoa yule aliyeachwa azini. Tena mmesikia watu wa kale walivyowaambia, usizuru, ila mtimizie Bwana nyapo zako. Lakini mimi nawaambia, usiape kabisa, hata kwa mbingu, kwa maana ndicho kiti cha enzi cha Mungu, wala kwa nchi, kwa maana ndiyo pa kuwekea miguu yake, wala kwa Yerusalemu, kwa maana ndiyo mji wa mfalme mkuu,
wala usiape kwa kichwa chako, maana huwezi kufanya unywele mmoja kuwa mweupe au mweusi. Bali maneno yenu yawe ndiyo, ndiyo, sio, sio, kwa kuwa yazidiyo hayo yatoka kwa yule mwovu. Neno la Bwana.